ya kwamba jinsi ulivyo Mungu anakupenda, kwa sababu asilia yake ni upendo. Wajua yule muovu anatenda maovu kwa sababu hiyo ndiyo asilia yake, lakini Mungu ni mwema. Mabaya ambayo umeyapitia hayajatoka kwake Mungu, kwa sababu asilia ya Mungu ni wema, na katika yeye hakuna uovu wowote. Kwa hivyo asubuhi ya leo unaweza hakikisha ya kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu amekurausha asubuhi ya leo, amekuamsha ukiwa mzima. Tangia mwanzo wa mwaka huu hadi hapa umefika, ni kwa wema wake. Hakuna mahali unapohitajika ya kwamba uende ukalipie maisha ambayo unayoishi. Hakuna mahali unapogojewa kama vile unavyogojewa na mlipisha kodi wako, ya kwamba ukalipe kodi ya nyumba. Lakini Mungu ni mwema, ya kwamba huu haya ametupa bure, ya kwamba haya maisha ametupa bure, ya kwamba hii afya ametupa bure, na ametupa kwa sababu Yesu Kristo aligharamika, ili Mungu asione dhambi zako, ila aone upendo ulio katika mwanae Yesu Kristo. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunao habari njema ya kwamba unaweza funga mwaka huu ukiwa umekubali Yesu Kristo, ukiwa umekubali kuishi maisha ya amani na furaha, kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyelipia gharama ya amani yako. Yesu Kristo ndiye aliyelipia dhamana ya uhai wako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja na habari njema ya kukuambia kwamba jina lako liko katika kitabu cha uzima. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo 3:5 ya kwamba jina lako, ya kwamba kama wewe umevikwa mavazi meupe, na yale mavazi meupe ni ya kwamba ukiwa umepokea ule utakatifu wa Yesu Kristo katika kumwamini, si kwa matendo yako, kwa sababu matendo yako haiwezi kufikia utakatifu wa Mungu. Lakini unapomwamini Yesu Kristo, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5:21 ya kwamba Mungu alimfanya asiyekuwa hana dhambi akawa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuweze kuwa watakatifu wake. Kwa hivyo asubuhi ya leo sitakuja kukuhubiria habari ya kuwa na tabia nzuri, nimekuja kukuhubiria habari ya kukuambia njoo jinsi ulivyo, na unapokuja jinsi ulivyo, Yesu Kristo atakutwika utakatifu wake, nawe utakuwa mtakatifu na utaweza kutenda matendo matakatifu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba yeyote aliye na mavazi meupe, yeyote aliyemwamini Yesu Kristo, ya kwamba jina lake halitaondolewa katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo jina lako li katika kitabu cha uzima, lakini utakapofariki, kama hujampa Yesu maisha yako, hapo ndipo jina lako litakapoondolewa kwenye kile kitabu cha uzima. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha jina lako likasalie katika lile kitabu, katika kumwamini Yesu Kristo na kumpokea akawa mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari njema, habari ya upendo wa Mungu, ya kwamba alimtuma Yesu Kristo, ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Yesu Kristo, ili siku ya leo utakapomwamini uweze kusalia katika kile kitabu cha uzima, ya kwamba nafasi ni moja, ambayo hii ulio nayo, ambayo hii ulio ungali unapumzi, ya kwamba ukakata kauli. Kwa sababu ndugu yangu, hakuna yeyote atakaye kufanyia uamuzi. Uamuzi ni wewe pekee utakaoufanya, ya kwamba ile siku ya kufa itakapofika, kama hutakuwa umefanya uamuzi, hakuna maombi atakaye kufanyia uamuzi. Huu ndio wakati unaofaa ya kwamba ukakate kauli ya kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuliambiwa ya kwamba tunapotenda matendo mazuri, ya kwamba Mungu anatufanya tukawa karibu na yeye. Hilo ni jambo nzuri, lakini ukweli ni kwamba unapomwamini Yesu Kristo ndipo unapomfanya Mungu akaweza kufurahishwa nawe, lakini upendo wake unasalia uko dhabiti.
Kwa hivyo usifikiria ya kwamba kwa sababu umeamka siku ya leo ya kwamba uko sawa na Mungu. Mungu anakupenda hata kama wewe ni mwovu kiasi gani, hata kuadhibu kwa sababu wewe ni mwovu. Matendo yako ndiyo yatakayo kuadhibu, lakini unapomwamini Yesu unakubali ule upendo wake. Unaposema Yesu Kristo, nakubali ukawa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unamwambia Mungu ya kwamba nimekubali hii sadaka uliyoitoa, ya kwamba nikaweza kuwa mtakatifu, ya kwamba jina langu lisiondolewe katika kile kitabu cha uzima. Kuna siku moja tunasoma katika maandiko ya kwamba kuna bwana mmoja aliambiwa atengeneze safina, naye jina lake ni Nuhu, na akawaambia watu waingie kwenye safina, ya kwamba kuna mvua itakayokuja. Nao watu walidhani ya kwamba Noa alikuwa hajielewi. Hivyo ndivyo siku ya leo, labda unanitazama unashindwa, mimi msichana mdogo hivi ni nini ninachokijua? Vile ndivyo wale watu walivyokuwa na visababu vya kutowafanya wasitii ile amri ya Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni jambo rahisi sana, kama vile ilikuwa ni rahisi kuingia katika safina ili waokolewe kutoka kwa mvua. Hata siku ya leo ni rahisi sana, ni katika kuamini kwa roho yako ya kwamba Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nawe utakapomwamini, jina lako halitaondolewa. Hakuna jina lako haliko katika kitabu cha hukumu. Jina lako liko katika kitabu cha uhai. Lakini kama hautamwamini Yesu Kristo wakati huu ambao Mungu amekupa uhai, hivyo ndivyo jina lako litakavyoondolewa. Maandiko yanasema kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wake wa 5 ya kwamba yeyote aliyevishwa mavazi meupe, jina lake halitaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hivyo asubuhi ya leo na kuhakikishia ndugu yangu ya kwamba jina lako liko katika kitabu cha uzima. Lakini utakapopumua mara ya mwisho na usiwe haujakata kauli ya kumwamini Yesu, hivyo ndivyo jina lako litakavyoondolewa. Kwa hivyo una nafasi siku ya leo, na inakuchukua muda kiasi sana ya kwamba ukakubali ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 12 ya kwamba yeyote amwaminie ya kwamba Mungu alikuja na kumtoa Yesu Kristo, ya kwamba anao uzima wa milele, na yeyote ambaye haamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ya kwamba yeye amekwisha hukumiwa. Haistahili uhukumiwe kwa sababu ya jambo lililo rahisi sana ya kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatutakuja hapa na vitisho, kwa sababu injili ni habari njema. Ni habari ya kukwambia kwamba Mungu anakupenda. Ni habari ya kukwambia kwamba Mungu anakujali na ya kwamba anatamani ukaweza kufurahia ambacho Yesu amekitoa kupitia kupigwa kwake, kupitia kujeruhiwa kwake, kupitia kufa na kufufuka kwake. Kwa sababu Yesu alikuwa hana dhambi, lakini alitenda yale yote kwa ajili yangu na yako. Mpe Yesu maisha yako asubuhi ya leo. Ni rahisi sana. Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 ya kwamba yeyote aaminie kwa roho yake na kukiri kwa ulimi wake ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, hivyo yeye amepata kuokolewa. Kwa sababu wokovu wacha kwa njia ya kuamini na katika kukiri kwa ulimi ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mwanadamu ana shughuli nyingi sana,
lakini zile shughuli zina manufaa kiasi, zina manufaa yasiyo ya kudumu. Lakini kuna jambo moja ambalo haustahili ulifanyie kazi sana, ni katika kuamini na kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kabla uondoke, nakupa hii nafasi. Fungua kinywa chako, sema: Bwana Yesu, ninakukubali ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ninakubali ya kwamba ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na nimekupa maisha yangu ukayatawale. Nimepokea wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Basi kama umerudia yale maombi, kwa njia hiyo rahisi umefanyika mwana wa Mungu, umepokea uzima wa milele. Jina lako halitaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Tembea ukijua ya kwamba katika msalaba wa Yesu aliangamiza magonjwa, aliangamiza dhambi, alilipia ile gharama ili uweze kuishi maisha ya amani. Kwa hivyo siku ya leo, kwa kumwamini Yesu Kristo, una cheti cha kufurahia maisha. Kwa kumwamini Yesu Kristo, una cheti cha kufurahia uzima, kwa sababu Yesu Kristo ndiye alilipia gharama ya uzima wako. Yesu Kristo ndiye alilipia gharama ya amani yako. Yesu Kristo ndiye aliyelipia gharama ya maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuna furaha sana, watu wa Roysambu. Kwa mwaka mzima mmetukubali, mmesikia hii habari ya Yesu, na tunaomba ya kwamba Mungu akawabariki. Na kwa wale mmekuwa mkitusikia, tunaomba ya kwamba Mungu akapata kufanya hilo neno lake likapata kuzaa matunda katika maisha yako. Lakini ni kama tu wewe utakubali, kwa sababu Mungu is a gentleman, hata kulazimisha. Lakini yeye ni mwingi wa upendo, yeye ni mwingi wa rehema, ya kwamba siku ya leo ukimkaribisha ataingia ndani na atakula pamoja na wewe. Kwa hivyo siku ya leo tunasema ni asante kwa kutusikiza kwa mwaka mzima. Mungu azidi kuwabariki, na mwaka ujao tutakuja pia na hili neno, na tunataka kukuhakikishia kwamba Mungu ana mipango mizuri na maisha yako. Mungu ana mipango ya ajabu na maisha ya watoto wako. Mungu ana mipango ya ajabu hata na hii nchi yetu. Kwa hivyo siku ya leo Mungu akubariki sana. Tunatoka kanisa la Jubilee Christian Church Thika Road. Tuko pale Roasters Exit 7. Wachungaji wetu ni Pastor Morris Gashero, Pastor Pauline Gashero, na tunawakaribisha kwenye kesha ya kufunga mwaka tarehe 31 kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 4 za usiku. Karibu tumshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika tamati ya huu mwaka. Bwana wabariki sana.